Ujambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Karibu katika taarifa yetu ya habari ambapo tuongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita na siasa zinazohusu vita kati ya waasi wa M23 na makundi na jeshi la serikali wakiungwa mkono na wanamgambo wa Wazalendo. Lakini pia tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili upate habari za kuaminika tena za kuenea. Twende na habari kutoka huko mkoani Kivu Kaskazini. Takriban watu zaidi ya 20 wamepoteza maisha huku wengine zaidi ya 60 wakijeruhiwa kufuatia shambulio lililoripotiwa kufanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones katika eneo la Mushaki wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Tukio hilo limetokea siku ya Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, yani siku ya jana, katika eneo ambalo kwa sasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Corneille Nangaa, shambulio hilo lilitokea wakati wa wananchi walikuwa katika shughuli zao za soko katikati ya mchana. Mushaki ni mji uliopo zaidi ya kilomita 40 magharibi mwa mji wa Goma, na mara nyingi eneo hilo limekuwa likikumbwa na mvutano wa kivita kati ya jeshi la serikali na waasi wa AFC M23. Mashuhuda kutoka eneo la tukio wameeleza kuwa hali ilikuwa ya taharuki kubwa baada ya mlipuko kusikika katikati ya soko, eneo lenye idadi kubwa ya watu. Wananchi walionekana wakikimbia ovyo huku baadhi wakijeruhiwa wakihitaji msaada wa haraka wa matibabu. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka kutokana na uzito wa majeraha ya baadhi ya waliojeruhiwa. Corneille Nangaa ambaye ni mratibu wa kisiasa wa AFC M23 ameshtumu serikali ya Kinshasa kwa kuhusika na mashambulizi hayo. Kupitia hotuba yake aliyotoa mjini Goma wakati wa hafla ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, Nangaa alisema kuwa matumizi ya drones katika maeneo yenye raia wengi ni jambo linaloweza kuongeza mateso kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Katika kauli yake, Nangaa amesema kuwa wakati shambulio hilo lilifanyika, drone nyingine ilikuwa bado ikionekana ikizunguka angani juu ya Mushaki, jambo linalozidisha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Ametoa wito kwa wapatanishi wa kikanda na jumuiya ya kimataifa kuchunguza tukio hilo na kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya raia. Mpaka sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Hata hivyo, eneo la Masisi limeendelea kuwa moja ya maeneo yenye mapigano makali kati ya FARDC na jeshi la serikali, kati ya FARDC na waasi wa M23 katika miezi za hivi karibuni. Mapigano hayo tayari yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota. Mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu wamekuwa wakitoa wito kwa pande zote zinazohusika katika vita hivyo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu, hasa kulinda maisha ya raia wasiohusika na mapigano. Wakazi wa Mushaki na maeneo ya jirani wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku wakihitaji msaada wa kibinadamu, huduma za afya na usalama wa kudumu. Tunaangazia hali ya mvutano wa kidiplomasia unaoendelea kuhusu vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Kinshasa sasa inaelekeza macho yake kwa Umoja wa Ulaya ikiutaka kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya Rwanda pamoja na muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za kisiasa na kidiplomasia, viongozi wa serikali ya Kongo wanaamini kuwa hatua ambazo Marekani imekuwa ikichukua dhidi ya baadhi ya wahusika wa mgogoro huo zinapaswa pia kuigwa na Umoja wa Ulaya ili kuongeza pressure kwa wale wanaotumiwa kuchochea machafuko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa inaendelea kuishtumu Rwanda kwa kile inachodai kuwa ni msaada wa kijeshi na vifaa kwa waasi wa M23 wanaoendesha operation katika maeneo ya Kivu Kaskazini,
Kivu Kusini na mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikikanusha madai hayo mara kadhaa, ikisema kwamba inajihami dhidi ya vitisho vinavyotokana na makundi yenye silaha yaliyopo ndani ya Kongo, hasa wale wanaohusishwa na waasi wa FDLR. Katika siku za hivi karibuni, maafisa wa Kongo wamekuwa wakifanya mazungumzo ya karibu na washirika hao wa kimataifa wakitaka kuwepo kwa hatua wazi zaidi kutoka Brussels, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya usafiri kwa baadhi ya viongozi, pamoja na kuongezwa kwa presha ya kidiplomasia dhidi ya Kigali. Kinshasa inaona kuwa hadi sasa Umoja wa Ulaya imekuwa ikionyesha tahadhari kubwa katika swala hili, jambo ambalo serikali ya Kongo inachukulia kama kutokuwepo kwa msimamo mkali dhidi ya kile kinachoita uvamizi wa wazi kupitia makundi ya waasi. Wachambuzi wa masuala za siasa za kimataifa wanaeleza kuwa hatua ya Kongo kuitaka Ulaya kuchukua msimamo mkali zaidi inaonyesha namna mgogoro wa mashariki mwa nchi hiyo inavyozidi kuwa ya kimataifa. Vita hivi havihusishi tena tu mapigano ya ndani, bali pia mvutano wa kidiplomasia kati ya mataifa na mashirika makubwa duniani. Kwa sasa maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri yanaendelea kushuhudia hali mbaya ya kiusalama. Mamia maelfu ya wananchi wanaendelea kukimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya jeshi la FARDC, wapiganaji wa Zalendo wakipambana na waasi wa AFC M23. Mashirika ya misaada yanaonya kuhusu kuongezeka kwa hali ya kibinadamu, huku watu wengi wakikosa chakula, huduma za afya na sehemu zingine wakikosa huduma za afya, chakula na sehemu salama pa kuishi. Katika mazingira hayo, Kongo inaamini kuwa kuongezeka kwa ushiriki wa jumuiya ya kimataifa kunaweza kusaidia kupunguza nguvu za waasi na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathirika na vita. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa kuongeza presha dhidi ya Rwanda bila kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande husika kunaweza kuongeza mvutano wa kikanda. Tayari nchi kadhaa za Afrika Mashariki pamoja na zile za Jumuiya ya Kimataifa Kusini mwa Afrika SADC zimekuwa zikijaribu kusukuma mbele juhudi za mazungumzo ya amani. Wananchi wengi wa Kongo wanaendelea kuomba hatua za haraka ili kumaliza vita hivi ambavyo vimekuwa vikidumu kwa miaka mingi na kuendelea kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Ni wazi kuwa wiki zijazo zitakuwa muhimu sana katika kuamua kama Umoja wa Ulaya utaongeza hatua zake dhidi ya Kigali na AFC M23 au kama njia ya mazungumzo ndiyo itakayopewa nafasi kubwa zaidi katika kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zetu za habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi na kuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Iran yashtumu Marekani kuwa huchagua njia ya operesheni za kijeshi badala ya za kidiplomasia, huku Marekani ikisema inasubiri jibu la Iran leo kuhusu mapendekezo ya kuvimaliza vita. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Reform kinaendelea kupata viti vingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa huko Uingereza. Takwimu zinaonyesha wanawake wanaojifungua nchini Kenya kupitia upasuaji imeongezeka kwa takriban 10%. Idadi iko zaidi kwa miji na pia kwa hospitali za kibinafsi, lakini kwa upande mmoja inaonyesha kwamba kuna ubora, kuna kwamba wamama wanaweza kupata huduma ambayo wanahitaji ya mama ama mtoto wakati inapofaa. Na katika mjadala hii leo tunaangazia tatizo la bei na upatikanaji wa mafuta kutokana na mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati. Kampuni zote za Afrika tunazalisha mapipa karibu milioni 7 kwa siku. Hatuwezi kuzalisha zaidi hapo, hatuna uwezo hapo. Tujianze kujipanga. Taswira mpya ya nishati, lazima tuwekeze nguvu kwenye kuweka CNG, kutumia gasi asilia kwenye magari, kwenye kutupia mionzi ya jua. Machache kati ya mengi utakayosikia kwenye makala ya michezo. Bundi mweusi aendelea kusalia kwa Los Blancos. Kocha Alvaro Arbeloa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu. Ungana nami Omari Mkambara ni kujiuze mengi kimichezo muda utakapowadia.
Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kuacha diplomasia na kukumbatia kile alichokiita ushupavu usio wa busara. Zaidi na Ahmed Bahaj. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Araghchi alisema kila mara suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo lilipowekwa mezani, Marekani badala yake ilichagua hatua za kijeshi za kiholela. Kauli zake zilikuja baada ya pande zote mbili kulaumiana kwa kile kilichoeleza kuwa mapigano makubwa ya kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz. Mapigano hayo yalitokea licha ya usitishaji wa mapigano ambao Rais Trump anasisitiza bado upo. Bwana Araghchi alisema kwa sababu yoyote ile Iran haitawahi kukubali kushinikizwa. Chama cha mrengo wa kulia nchini Uingereza Reform UK kinaendelea kupata mafanikio huku kura zikihesabiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa ahadi ya kupunguza uhamiaji na kupunguza msaada kwa nishati safi, chama cha Reform kinaonekana kuwa tayari kushinda viti vya serikali za mitaa kote nchini, kikivipiku vyama vya Labour na Conservative. Chama cha Green Party pia kimepata ongezeko la uungwaji mkono, huku chama cha kitaifa cha Plaid Cymru kikitaribiwa kuchukua udhibiti wa bunge la Wales. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetangaza kuwa bei za vyakula duniani zimeongezeka kwa mwezi wa 3 mfululizo kufikia mwezi Aprili. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea ya mimea kufuatia usumbufu uliosababishwa na vita vya Iran. Kielezo cha bei za chakula cha FAO ambacho hupima mabadiliko ya bei za bidhaa mbalimbali za chakula katika masoko ya kimataifa kiliongezeka kwa 1.6 mwezi Aprili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukraine na Urusi zimeshtumiana kwa kuendelea kwa mashambulizi kati ya pande zote mbili licha ya tangazo la upande mmoja la Urusi la usitishaji wa mapigano wa siku 2 ili kufanikisha gwaride lake la siku ya ushindi Jumamosi. Zaidi na Hamid Abubakar. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema droni 264 za Ukraine zilidunguliwa kati ya saa 6 usiku na saa 1 asubuhi kwa saa za Moscow. Gavana wa eneo la Pam nchini Urusi alisema maeneo ya viwanda yalikuwa yameshambuliwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vya Urusi viliendelea na mashambulizi yao, jambo ambalo amekiri kwamba linaonyesha Moscow haikufanya jaribio lolote la kusitisha mapigano. Mapema wiki hii Zelensky alipendekeza usitishwaji wa mapigano kwa muda usiojulikana kuanzia Jumatano ambao alisema Urusi ilivunja. Watu wasiopungua 11 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka magharibi mwa Kenya. Maafisa wanasema mgodi huo katika milima ya Rumors Hills uliporomoka baada ya maporomoko ya miamba Alhamisi jioni. Timu za uokoaji zinaendelea kutafuta katika eneo hilo ambapo sauti zimesikika chini ya vifusi zikiongeza matumaini kwamba manusura huenda bado wamenaswa. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limesema idadi ya wachimbaji waliokuwa chini ya ardhi bado haijulikani, huku watu kadhaa wakiwa bado hawajulikani walipo. Na polisi nchini Ujerumani wamesema kisa cha utekaji katika benki kusini magharibi mwa nchi hiyo kimekwisha. Maafisa waliingia ndani ya jengo hilo katika mji wa Sinzig na kuwakuta mateka wawili wakiwa hawajadhurika, lakini hakukuwa na dalili yoyote ya mhalifu huyo. Awali polisi walisema watu kadhaa walikuwa wanashikiliwa mateka, akiwemo dereva wa gari la kusafirisha fedha ambalo lilishambuliwa asubuhi. Jengo hilo lilikuwa limezingirwa na polisi huku helikopta ikizunguka juu. Hivyo haijulikani jinsi mhalifu huyo alivyotoroka. Hii ni BBC. Shukran Victor Kenani kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira Dunia yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Nchini Kenya tegea sikio kupitia Nyota FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Lira na Radio Kitara. Tanzania napatikana kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera, Radio 1 na Radio 5. Lakini pia yapo kwenye FM, tovuti yetu, kurasa yetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Sasa msikilizaji, utakuwa nami Sarafina Robi na hapo baadaye tutajiunga na mwenzangu Karo Robi kwenye mjadala wa leo.
Tukianza na taarifa yetu kuni kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Iran haitasalimu amri kwa shinikizo lolote, akisisitiza kuwa kila jitihada za kutafuta suluhisho la kidiplomasia zinapofanywa, Marekani huchagua njia operesheni za kijeshi zinazoleta hatari kubwa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema usitishwaji wa mapigano na Iran bado uko pale pale licha mapambano yaliyotokea katika jeshi la wanamaji wa nchi hizo mbili katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo pande zote mbili zinalaumiana. Zaidi na Halima Nyanza. Ni rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari juu ya mashambulizi yaliyofanywa katika mlango bahari wa Hormuz kati ya nchi yake na Iran, huku kila upande ukilaumu mwingine. Wakati Marekani ikiitumu Iran kwa uchokozi, Iran nayo imeilaumu nchi hiyo kwa kulenga meli zake ikiwemo ya mafuta wakati zikikaribia mlango bahari wa Hormuz na kushambulia kwa anga katika maeneo kadhaa ya pwani. Hata hivyo, Rais Trump alitoa maelezo haya kujitetea. Hawakupaswa kufanya hivyo leo. Tulifikiri wanaweza. Hatukujua, lakini tulikuwa tumejiandaa. Walifyatua makombora, kila kombora liliangushwa. Kila ndege isiyo na rubani iliangushwa pia, na watu waliofanya mashambulizi hayo hawako tena nasi. Na alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya kama makubaliano ya kusitisha mapigano yanaendelea, alikuwa na majibu haya. Nitawajulisha kama usitishaji wa mapigano hautakuwepo. Hauhitaji kujua. Kama hatutakuwa na usitishaji wa mapigano, hauhitaji kujua. Utaona tu miale ya mwanga mkubwa kutoka Iran, na bora wakasaini makubaliano. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja tu baada ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Iran kusema kuwa inazingatia pendekezo la Marekani la kumaliza vita. Kukionekana kama hali sio shwari katika eneo hilo ya Ghuba ya Uajemi licha ya matumaini yaliyowekwa kumaliza vita. Mapema leo, Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umekabiliana na mashambulizi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Na katika hatua nyingine, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya China imethibitisha hii leo kwamba meli ya mafuta iliyokuwa imewabeba raia wake imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz, huku Beijing ikielezea wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa meli zilizoathiriwa na mzozo huo. Wakati hayo yakiendelea, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati Fatih Birol amesema shirika hilo liko tayari kuachilia sehemu zaidi ya akiba yake ya mafuta iwapo hali ya soko la dunia litaendelea kuzorota kutokana na vita hivyo vya Iran na mvutano unaendelea katika mlango bahari wa Hormuz. Amesema hadi sasa shirika hilo limetumia 20% pekee ya akiba yake ya dharura ya mafuta, akisisitiza kuwa hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa ikiwa kutahitajika kudhibiti msukosuko wa bei za nishati duniani. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za asubuhi ya kesho. Asante.